akaniuliza kwamba hivi pasta, kweli unaweza kuwa na ndoa yenye amani kwenye kizazi hiki? Eh, najua watu wengi especially walimu wa ndoa wengi, mafundisho yao yamejikita kama ndoa haina changamoto ya aina yoyote haina changamoto. Kwa hiyo nikikujibu tu kwamba unaweza kuwa na ndoa ambayo yenye utulivu, inawezekana, lakini jibu la swali hilo haliwezi likatokea mara moja, kwa sababu labda nikwambie kwamba ndoa za tofautiana, na kosa kubwa walimu wengi wa ndoa wanafanya au walimu wa mahusiano ni kujaribu kulinganisha ndoa zote kama zinafanana. Na kwa uzoefu wangu sasa ambao nimekaa katika ndoa na katika uzoefu wangu wa kuwa mchungaji, nimegundua kwamba matatizo ya ndoa yanafanana, lakini utatuzi wake unatofautiana. Naomba rudie, matatizo ya ndoa yanafanana, lakini utatuzi wake unatofautiana. Ndoa changa ya kuanzia mwezi mmoja mpaka miaka mitatu ina namna yake na changamoto zake na jinsi ya kutatua, lakini ndoa ya miaka mitatu mpaka mitano na yenyewe ina changamoto zake na jinsi ya kushughulikia, na ndoa ambayo ina miaka mitano kuna miaka 10 na changamoto zake jinsi ya kushughulikia, lakini pia ndoa ya miaka 10 mpaka 15 na kuendelea hivyo hivyo. Lakini pia ndoa ya wasomi, ya watu wote wamesoma au mmoja amesoma mmoja hajasoma, ina jinsi ya kushughulikia changamoto tofauti zake. Lakini ndoa za watumishi na zenyewe za tofauti. Kwa hiyo ndoa za watu wenye pesa ina tofauti, watu ambao labda ndoa zao ni wote wana kipato cha chini ya tofauti. Kwa hiyo hakuna jibu la moja kwa moja, lakini pia ule maturity, ukomavu wa wahusika uko vipi. Kwa hiyo hakuna jibu moja kwamba ndoa inakuwaje, lakini kitu kimoja naweza kukuambia ni kwamba hakuna ndoa ambayo ina changamoto, lakini jinsi mnavyoshughulikia zile changamoto zenu ni muhimu sana. Na mimi nawaambiaga watu msuluhishi wa kwanza wa ndoa yako wa kwanza ni wewe mwenyewe. Watu wengi wanapenda wakipata changamoto aende labda kwa mchungaji, aende labda kwa mwanasaikolojia. Jaribuni kutatua matatizo yenu nyie wenyewe kwanza. Jambo lingine pia ni nyie kama wanandoa kuweza kukaa na kuweza kuzungumza pamoja tofauti zenu, na kila mmoja akimheshimu mwenzake na kuthamini mawazo yake. Hapo mtaweza kwenda na kwamba muwe na ile hali ya kusameana na msio na hali ya kuweka vitu madaftari ya kuhifadhi makosa na vitu kama hivyo. Hapo mtaweza kwenda, lakini pia kukomaa. Kuna mahali ambapo kuna vitu vingine inabidi upuuze, kwa vitu vingine inabidi sasa uache hiyo itakusaidia. Lakini kama unatafuta ndoa ambayo ni perfect, ambayo hakuna tofauti, hiyo haipo, kwa sababu kila ambacho nimegundua kinacholeta tofauti nyingi katika ndoa sio mambo makubwa, ni vitu vidogo sana ambavyo hakuna mtu anaweza akakwepa, kwa sababu kila mtu ana jinsi ambavyo anapenda. Inawezekana tu ugomvi ukatokana na mama labda anafanya usafi akasema watu wasiingie na viatu, baba akaingia na viatu. Haijalishi umesoma, haijalishi una pesa, haijalishi ni mchungaji, ukiingia na viatu umemkwaza mama, tayari shida imetokea. Inawezekana tu mume akakwambia kwamba mimi nataka nyumbani kwangu urudi saa 12 kamili, ukarudi saa 12:05, ugomvi umeshaanza. Kwa hiyo lakini mnatatuaje? Kwamba labda umechelewa ukatoa taarifa, inawezekana labda tu swali tu ambao umeuliza la uzuri tu, labda mume wangu uko wapi, ikaleta ugomvi. Kuuliza tu swali peke yake ikaleta ugomvi. Kwa hiyo kwenye ndoa changamoto zipo, na nimegundua kwamba changamoto ndio inaongeza ladha ya ndoa, ndio inaongeza ule ukomavu, inaongeza kule kujaliana kwa sababu upendo unatokea pale ambapo unaweza kumsamehe mtu akaona umenisamehe, nimefanya makosa lakini umenisamehe,
mnaendelea, mnasonga mbele. Kwa hiyo nataka nijibu tu kwamba ndoa zenye amani zipo, lakini haina maana kwamba hawana changamoto. Wanapitia changamoto, lakini jinsi ya kutatua changamoto zao ndio tofauti yako na wao. Na wengine ni kwa sababu hawajakuambia, lakini wanapita, lakini mnaweza kabisa mkatembea katika amani, katika upendo kabisa kabisa. Inawezekana. Ndoa ina changamoto, shetani anapinga taasisi ya ndoa, wako watu wanaleta shida kwenye ndoa, lakini kuna vitu pia unaweza ukavifanya wewe kuweza kusaidia ndoa yako, ili ndoa yako na maadui wa nje, ili ndoa yako na ndugu zako, marafiki zako na mtu yeyote. Linda ndoa yenu nyie wenyewe, fanyeni taasisi ya kwenu, kaeni nyie kama ninyi kama familia, kwa sababu watu wengine wote watakuacha, lakini mume wako na mke wako na watoto wako, nyie ndio mnatengeneza familia, na nyie ndio mnafahamu thamani ya mahusiano yenu. Kwa hiyo Mungu akusaidie, Mungu akubariki kwa kufuatilia. Amen.